Kwa miaka mingi katika historia yake, kisiwa hiki cha Greenland kilikuwa ni koloni la Denmark, na katika kipindi hicho cha ukoloni unyama mkubwa ulitendeka katika kisiwa hicho. Wakoloni kutoka nchini Denmark walipowasili katika kisiwa hicho waliweza kuwafanyia unyama mkubwa ambao unatambulika kihistoria wasichana katika ardhi hiyo ya Greenland, ambao waliokutwa wakiishi katika kisiwa hicho. Wasichana wa umri kuanzia miaka 16 waliweza kufungwa uzazi kwa nguvu kwa malengo ya kwamba wasiweze kuzaana na kuweza kupotea kabisa, ili kisiwa hicho kiwe moja kwa moja ni milki ya Denmark. Na mwaka 2025 mnamo mwezi wa 8, Denmark iliweza kutambua rasmi maovu hayo na kuweza kuomba radhi kutokana na unyama huu ambao iliowatendea raia katika kipindi hicho cha ukoloni. Inatajwa kwamba ilikuwa ni kipindi kigumu mno, ambapo wasichana wasiopungua 4500 waliweza kufungwa uzazi, malengo yake ikiwa ni kusambaratisha kabisa kusiwepo matumaini wa kuwa na kizazi kijacho, ila wakoloni kutoka Denmark waweze kuishi wao katika kisiwa hicho. Operation hiyo katika nyaraka za kihistoria inafahamisha kwamba ilifanyika kati ya mwaka 1960 hadi mwaka 1970. Lakini jambo la kushangaza ni kuona ya kwamba vitisho hivi ambavyo vimetolewa na rais wa Marekani ya kwamba atatumia njia yoyote ili aweze kumiliki kisiwa hicho kwa lengo la kuzuia China na Urusi kuweza kuwa majirani wa Marekani moja kwa moja. Na kitendo hiki kimepelekea raia wa Greenland, wale ambao walitendewa maovu na Denmark, kuweza kuonyesha ghadhabu zao dhidi ya Marekani na kuweza kumkumbatia Denmark ambaye aliwatendea uovu huo kuwa ndio mshirika wake kwa sasa dhidi ya malengo ya rais wa Marekani Donald Trump kutaka kuchukua kisiwa hiko na kuwa kama jimbo la Marekani kwa ajili ya usalama wa Marekani. Kufuatia changamoto hii ya kihistoria katika kisiwa hichi cha Greenland katika kipindi hicho cha ukoloni na wanawake kuweza kufungwa uzazi katika mitandao ya kijamii, inatajwa kwamba rais wa Marekani Donald Trump na malengo yake Denmark huenda akapewa maua yake baadaye, wakati ambapo malengo thabiti yatawekwa wazi. Ingekuwa ni wewe katika taifa lako, ungemkumbatia mkoloni ambaye alifunga uzazi kwa wanawake katika taifa lako, aidha huyu ambaye anataka ardhi yako kuwa moja miongoni ya majimbo yake na kuhakikisha usalama wa Marekani?